labbaik la sharika lak labbaik innal hamda. Ibada ya hija ni miongoni mwa nguzo tano za Uislamu inayomwajibikia kila Muislamu mwenye uwezo kuitimiza. Leo tarehe 3 Mei 2026, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaaga rasmi mahujaji wanaoelekea nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada hiyo ya hija katika msikiti wa Jamii Zanzibar, huku akisisitiza kuwa serikali inaendelea kuimarisha huduma za hija na kushughulikia changamoto zinazowakabili mahujaji kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Safari ya hija ina umuhimu maalumu kwa Muislamu, kwani ni kwenda kutimiza nguzo ya 5 ya dini. Hivyo safari ya hija huwa ni fursa maalum ambayo sio kila mmoja wetu anaidiriki kuipata, ila kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku neema hiyo. Tunajifunza katika Uislamu kwa miongoni mwa faida za safari ya hija ni kwamba mahujaji wakikamilisha ibada hufutiwa dhambi zao zote na kurudi sawa na waliozaliwa upya. Hakika hii ni neema kubwa anayoipata anayekwenda kuhiji, sambamba na kumbadilisha katika mwenendo wake wa maisha na kuwa mcha Mungu zaidi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie sote kuidiriki neema hiyo na awawezeshe wale wote wenye dhamira ya kwenda kuhiji kupata wepesi wa kutimiza nguzo hii ya Uislamu. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaendelea kutoa ushirikiano kwenu kwa lengo la kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowapata mahujaji wa Zanzibar katika utekelezaji wa ibada ya hija. Binafsi nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Hafla hiyo imehudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa dini na serikali ambao wametoa nasaha kwa mahujaji kuelekea safari hiyo nchini Saudi Arabia na kuwasihi wakamilishe vyema ibada hiyo na kuwa mabalozi wazuri wa kuiwakilisha Zanzibar kimataifa. Leo katika kipindi hiki cha hija tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Mheshimiwa Rais, ombi langu kwao ni lile ambalo limezungumzwa na waliopita, na waomba sana wanapokuwa katika maeneo matukufu ya Maka na Madina, mbali ya kujiombea wenyewe na kuziombea familia zao, basi wakithirishe kuombea nchi yetu kuendelea kuwa na amani, utulivu, mshikamano na mapenzi baina yetu. Lakini pia tuwaombee viongozi wetu wakuu, Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi na Hajati Samia Suluhu Hassan, waendelee kuziongoza nchi hizi kwa busara, hekima, na kupitia kwao tuendelee kupata kheri tunazozipata. Siku tunazokwenda safari ni siku chache na zinaweza kustahamilika. Kila shida utakayoipata katika safari yako, na insha Allah mambo yametengenezwa vizuri ili tusipate shida yoyote, tusipate mwanya wa kusema ovyo. Kwa hiyo nasaha hizi tulizosomewa katika aya tukufu tuziweke kwamba ndio dira yetu katika ibada yetu tunayokwenda kufanya. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hatua hizi za serikali zinatarajiwa kuleta mapinduzi makubwa katika uratibu wa ibada za hija kwa miaka ijayo. Ramadhani Singano, Riyadh TV, Zanzibar.